Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingi. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu, msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia tatizo la genital warts. Tatizo hili ni tatizo gani? Linasababishwa na nini? Dalili zake ni zipi? Na tiba yake ni nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu kuhusiana na tatizo hili. Genital warts ni miongoni mwa matatizo ambayo unaweza kuyapata kwa njia ya kufanya tendo la ndoa. Inamaanisha ni miongoni mwa sexual transmitted infections. Takriban watu wengi ambao wanapata tatizo hili la genital warts hupata kutokana na maambukizi ambayo yanasababishwa na virusi vinavyojulikana kama human papilloma virus au kwa kifupi HPV. Virusi hivi vinasababisha vidonda sehemu za siri au tatizo la masundosundo au kwa kitaalamu zaidi genital warts. Sasa endapo shida hii inatokea, inaambatana na viashiria au dalili gani? Unachotakiwa kufahamu kwamba yapo maeneo mbalimbali ambayo hizi genital warts kwa asilimia kubwa hutokea, lakini kwa asilimia kubwa ni sehemu za siri, ndio maana zinaitwa genital warts. Lakini watu wengi hawajui kwamba hizi warts zina uwezo wa kutokea kwenye maeneo mengine mbali na sehemu za siri. Kwa mfano, wengine zinaweza kutokea kwenye viganja vya mikono, kwenye vidole, kwenye sehemu za koo, kwenye mdomo na kadhalika. Sasa tuangalie kwa upande wa wanawake, genital warts mara nyingi hutokea kwenye maeneo gani? Mara nyingi hizi genital warts hutokea kwenye mashavu ya uke au vulva, kuta za uke, eneo katikati ya uke na njia ya haja kubwa, eneo kuzunguka njia ya haja kubwa, ndani ya uke, pamoja na mlango wa kizazi au cervix. Lakini kwa upande wa wanaume, genital warts huweza kutokea zaidi kwenye ncha au shimo la uume, kwenye ngozi ya korodani au scrotum, kwenye eneo la haja kubwa. Lakini pia kwa ujumla inaweza pia kutokea kwenye maeneo au sehemu ambazo nywele za sehemu za siri huota. Kwa hiyo haya ndio maeneo machache ambayo hizi genital warts kwa asilimia kubwa hutokea. Sasa basi, dalili za genital warts ni zipi? Tatizo hili la genital warts huweza kuhusisha dalili mbalimbali, lakini dalili kubwa kabisa ni kuwepo kwa vivimbe vidogo vidogo au viotea ambavyo vinajitokeza kwenye ngozi. Mfano ni kwenye picha hii. Lakini wakati mwingine mara chache huweza kuambatana na dalili zingine, ikiwemo kupata muwasho sehemu husika. Lakini baadhi ya watu pia, hasa wanawake, hupatwa na shida hii ya kubleed wakati wa kujamiiana. Lakini hizi dalili zingine ni mara chache zaidi kuonekana kwa mhusika. Sasa chanzo cha genital warts ni nini? Kama nilivyosema hapo awali, husababishwa na maambukizi ya kirusi ambacho hujulikana kama human papilloma virus au HPV. Hichi ndicho kirusi ambacho husababisha tatizo hili. Na unachotakiwa kufahamu ni kwamba kuna zaidi ya aina 40 za HPV zinazoweza kuathiri sehemu za siri. Genital warts karibu kila maeneo, ikisambaa inaweza kujitokeza na kuonyesha hali ya kivimbe au vinyama ambao vinaotea. Mfano ni kwenye hizi picha. Sababu zinazoongeza hatari ya mtu kupata tatizo la genital warts: watu wengi wanaofanya ngono huambukizwa virusi vya human papilloma au human papilloma virus HPV sehemu za siri wakati fulani. Yapo mambo mbalimbali ambayo yanaongeza hatari ya mtu kuambukizwa. Mambo hayo ni pamoja na haya: kufanya ngono bila kinga, kuwa na wapenzi wengi, lakini baada ya kupata maambukizi mengine ya magonjwa ya zinaa, kufanya mapenzi na mpenzi ambaye hujui historia yake ya ngono, lakini kuanza kufanya ngono katika umri mdogo sana, kuwa na mfumo dhaifu wa kinga ya mwili kutokana na magonjwa mbalimbali kama vile virusi vya ukimwi na kadhalika. Hizi ni sababu ambazo huongeza hatari ya wewe kushambuliwa na kirusi cha HPV au human papilloma virus. Je,
Una tatizo hili na hujapata msaada? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako. Nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.